Bismillahir Rahmanir Rahim. Ahibbai almushahidina walmushahidati, ahlan bihadharatikum jami'an. Halqa ya leo tazungumzia na kukosoa na kupinga kiswa cha ndoa ya mtume wetu Muhammad alayhi salam kumwoa Safia, kama kilivyokuja katika kitabu cha Sahihi al-Bukhari. Na kupinga wenyewe na kukosoa wenyewe sio kupinga tu hivi hivi, la, bali tutapinga na dalili ziliomo ndani ya Qur'an, tasdiqan liqaulihi ta'ala, wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Kwenye Sahihi al-Bukhari kiswa kama hichi amekieleza, na wengi wetu unakuta wanajifakhiri na kiswa kama hichi kwa mtume wetu Muhammad kumwoa Safia. Lakini tuangalie kiswa kama hichi kina athari gani, na tuangalie kisa kama hichi vipi kimekhalifiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ujue kwamba kisa kama hichi kimefanya wengi walokuwa Waislamu wakaritadi kwa sababu ya kiswa kama hichi na hatari ya kiswa kama hichi. Na yote ni kwamba wengi wetu hatutadabbar Qur'an, tumekigura kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Lau tungekuwa tunatadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi sote tungekuwa na shaka na kukitia ila kisa kama hichi, hata kama kimeletwa kutoka kitabu cha nani wala cha nani wala cha nani, kwa sababu haiwezekani mtume wetu Muhammad awe ni mwenye kukhalifiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezekani mtume Muhammad yeye ndo alopewa risala kutuletea sisi, kisha yeye akhalifu hiyo risala alotuletea sisi. Haiwezekani. Kwa hivyo tusikize nini anatuambia Imamu al-Bukhari katika kiswa kama hichi. Baada ya vita vya Ma'arakatul Haibar, vita kama hivyo vilipomalizika, Waislamu wakawa wao ndio washindi. Waislamu waliposhinda visa kama katika vita kama hivyo, Waislamu kama hao baada ya kushinda, Imamu al-Bukhari atuambia fajumia as-sabi, kukakusanywa mateka wa kike. Na sabiu ni mateka ambao kwamba hutukuliwa wakati wa vita, yani vita vimeisha, ikiwa wao ndio wamenusuru, wao wameshinda, ndio huchukua wale wanawake, yani baada ya kushinda vita huwachukua mpaka wake zao, yani wake wa wale maadui. Hiyo ndio maana ya sabiu, ambao wanaita sabaya. Na sabaya ndani ya Qur'an, al-awwalun wanatuambia kwamba as-sabaya ni ma malakat aymanukum, na hili tutalizungumzia pia, kukataa kwamba as-sabaya haiwezekani kuwa ndio ma malakat aymanukum bidalail min al-Qur'an. Kwa hivyo hapa Imamu al-Bukhari atuambia fajumia as-sabiu, wakakusanywa wale wanawake ambao kwamba walotekwa mateka. Fajaa Dahyatul Kalbi, akaja huyo sahaba mmoja anayeitwa Dahyatul Kalbi, akaja kwa nani? Kwa Mtume Muhammad. Alipokuja kwa Mtume Muhammad akamwambia, ya Nabii Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, a'tini jariyatan minas sabi. Yani huyu Dahya akamwambia mtume kwamba nipe jariyatan, moja katika wanawake wa hao wa mateka. Yani ilikuwa ndio kawaida yao Waarabu. Sisemi kwamba Uislamu ndio ulikuwa ukifanya hivyo, la abadan, Uislamu uko bariun min dhalika. Waarabu walikuwa wakienda vitani, baada kushinda katika vita, wanapowateka wale wanawake, basi hugawanya wale wanawake, yani kila mwanamume huambiwa chagua mwanamke umtukue. Hivyo ndio walivyokuwa wakifanya. Kwa hivyo kiswa kinatuambia huyu Dahya akamwambia Mtume Muhammad, a'tini jariyatan minas sabi,
nipatie mmoja katika hawa wanawake ambao kwamba ni mateka. Amwambia nani? Amwambia Mtume Muhammad. Qala, Mtume Muhammad akamjibu akamwambia, idhhab fakhudh jariyatan, nenda ukachukue yule unayemtaka katika wale wanawake. Fa akhadha Safiyata binti Huyay, huyu Dahya akamchukua Safiyata binti Huyay, yani alikwenda katika wale wanawake wa mateka akachegua, kama vile unavyochegua machungwa ama maembe unapokwenda sokoni, akachegua akampata, akamchegua huyo Safiyata binti Huyay. Alipomchegua Safiyata binti Huyay, fajaa ar-rajulu ila nabii, kiswa kinatuambia kwamba baada ya hapo, baada ya Dahya kuchegua, akaja mtu kwa Mtume Muhammad, yani sahaba akaja kwa Mtume Muhammad. Huyu sahaba yoja kusema nini? Amwambia Mtume Muhammad, ya nabii Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, a'ataita Dahyatan Safiyata binti Huyay sayyidatu banu Quraidha wa banu Nadhir. Amwambia huyu bwana, amwambia Mtume Muhammad, wewe umempatia Dahya Safia binti Huyay ambaye kwamba ni katika manana wa kibanu Nadhiri na banu Quraidha. Yani kama kwamba wewe Mtume Muhammad ulikuwa hufai kumpatia yule bwana, yani yule ni mtu wa kawaida, kwa nini umpatie mke kama yule mzuri? Alipomwambia maneno kama hayo, je, Mtume Muhammad alimjibu nini? Sikiza, Imamu al-Bukhari anatueleza namna ya mtume wetu yuko vipi, na ni jambo la kuhuzunisha. Alipoambiwa maneno kama hayo, Mtume Muhammad akamwambia Dahya mwanzo, kabla ya kumwambia kabla Mtume Muhammad kumwambia yule bwana kwamba amlete huyu alokuja kuleta hizi habari, amwambia Mtume, la tasluhu illa laka, yani huyo mwanamke Safia hafai mtu yoyote isipokuwa wewe, yani vile alivyo mzuri basi afae ndani na wewe, lakini sio Dahya. Mtume Muhammad akafanya nini? Mtume Muhammad tuambiwa hapa kwamba qala, akasema Mtume Muhammad, ud'uhu biha, mwite huyo Dahya na huyo mwanamke. Alipokuja, fajaa biha, alipokuja naye huyo mwanamke, falamma nadhara ilaiha, Imamu al-Bukhari anatuambia, yani Mtume Muhammad alipomwangalia yule mwanamke, yani kila mmoja ashaelewa unapoambiwa kwamba Mtume Muhammad alipomwangalia yule mwanamke, qala an-nabiy, Mtume Muhammad akasema, khudh jariyatan min as-sabyi ghayraha, yani Mtume Muhammad akamwambia Dahya kwamba chegua mwingine, huyo achana naye. Hii ndiyo picha ya mtume wetu Muhammad inaolezwa katika kiswa kama hichi. Yani Dahya amechagua huyu Sabi. Baada ya kuchagua Sabi, akaja sahaba akamwambia, la tasluhu illa laka, huyo hafai, akufaa wewe Mtume Muhammad, lakini hamfai yule. Mtume Muhammad akamwambia yule bwana, mregeshe bwana, chagua mwingine bwana, huyo wachana naye. La tasluhu illa laka, akasikiza maneno ya yule sahaba aliyomwambia kwamba hakufai isipokuwa wewe, na Mtume Muhammad akafuata maneno kama yale, akamrudisha na kisha akamwambia chagua mwingine. Kisha Imamu al-Bukhari atuambia, fa'atakaha an-nabiyyu wa tazawajaha, akamuoa, akamwacha huru Mtume Muhammad na akamuoa. Kisha kiswa chaendelea, chasema kwamba hata idha kana bitariqi, yani sasa warudi zao Madina, walipokuwa njiani, jahazatha lahu Ummu Sulaim, yani Ummu Sulaim ndio alikuwa ni kama salonist, yeye ndo alomtayarisha, akampamba, akamtengeneza nani huyu Safia binti Huyay. Fa ahdatha min al-layli, akampelekea mtume usiku, yani ni bibi harusi akapelekewa mtume, yani mtu mwanamke ambaye kwamba katika vita Maarakatul Khaybar mumewe ameuliwa na Waislamu, babake ameuliwa, ndugu yake wa kiume ameuliwa, kisha usiku huo huo yafanywa bibi harusi, yani bibi harusi wa Mtume Muhammad, yani aozeshwa Mtume Muhammad. Yani mwanamke bado kisaikolojia hayuko sawa, lakini Mtume Muhammad huyu twaoneshwa kwamba hajali
kisaikolojia yuko sawa, hayuko sawa, kama babake amekufa, mume wake amekufa, hataki kujua. Usiku huo huo fajahazatha Ummu Sulaim alimtayarisha na akampelekea Mtume Muhammad, na Mtume Muhammad usiku huo akawa ni bwana harusi. Hichi ndicho kiswa ambacho kwamba kilokuja katika Sahihi al-Bukhari. Kiswa kama hichi chaeleza ndoa ya mtume wetu Muhammad, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsifu ndani ya Qur'an akisema, wa innaka la ala khuluqin adhim. Yani wewe mtume Muhammad uko katika khuluq, tabia, uko katika mwenendo ambao kwamba ni ya hali ya juu kabisa. Je, hii ndio tabia mzuri aliyosifiwa mtume wetu Muhammad? Kuteka wanawake kisha awakusanye na kugawanya kama unavyogawanya maembe, kisha mwanamke babake, ndugu yake wa kiume, mume wake amekufa, mtume Muhammad usiku huo huo amuoe na kumwingilia usiku huo huo bila ya kujua kwamba mke kama yule alikuwa na mume, huenda akawa ana mimba. Vipi siku hiyo hiyo mume wake amekufa kisha mtume Muhammad amwingilie? Yani ni maneno ambayo kwamba lau utakuwa ni mwenye kutadabbar Qur'an huwezi kukubaliana na kiswa chote hichi. Sasa tuangalie, tutoe dalili ya kuonesha kwamba kiswa kama hichi ni kiswa cha kuchafua jina la mtume wetu Muhammad, ni kiswa cha kumpaka matope mtume wetu Muhammad, kwa sababu mtume Muhammad hawezi kuwa na sifa kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu mtume Muhammad, anatuambia fabima rahmati min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Huyu ndiye mtume Muhammad tulosifiwa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, lakini huyu ni mtume Muhammad mwingine ambaye kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu hakimtambui, kwa sababu huwezi kuwa wewe unakhalifiana na Qur'ani alafu Qur'ani kutambue. La abadan, wewe waipinga Qur'ani, wapinga aya za Mwenyezi Mungu, vipi Qur'ani yenyewe kukutambua? Kwa hivyo twatoa dalili ya kuonesha kwamba kiswa kama hichi hakiko sawa. Dalili ya kwanza twaanza na aliposema fajumi as-sabyu, yani mtume Muhammad akakusanya wale mateka, wale wanawake. Baada ya vita vishakwisha akawakusanya wale wanawake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu Muislamu, amuharamishia mtume Muhammad kuwa na mateka. Yani baada ya vita vimeisha, wameshinda, Mwenyezi Mungu anamwambia la, hufai kuwa na mateka au tukue mateka, la abada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ma kana linnabii an yakuna lahu asra, haiwezekani kwa mtume an yakuna lahu asra, awe na mateka wa vita. Vipi leo tuambie mtume Muhammad akawakusanya sabaya? Ikiwa Mwenyezi Mungu anamkataza asiwe na mateka, vipi mtume Muhammad akusanye sabaya? Hilo ni jambo la kwanza. Mwenyezi Mungu hapa anakataa ma kana linnabii an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi yuriduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba mtume Muhammad haiwezekani kwamba awe na mateka abadan. Ma kana linnabii an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi, yani mpaka atajaba awe ni jabari katika ardhi. La, haruhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mateka kabisa kwa mtume Muhammad. Sasa vipi leo tuambie kwamba mtume Muhammad alikusanya sabaya wale mateka wa kike? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume, turiduna aradha dunya, munataka hayo mambo ya dunia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yuridu al-akhirah, Mwenyezi Mungu anawatakia akhira. Yani Mwenyezi Mungu amwambia mtume Muhammad hao sabaya na asra ni katika aradha dunia, ni mambo ya kiduniani tu.
utamchukua umtumie vile unavyotaka, ni mambo ya kiduniani. Lakini Mwenyezi Mungu, wallahu yuridu al-akhirah, Mwenyezi Mungu amewaandalia, anawatakia akhira, amewaandalia pepo na amewaandalia mazuri kesho akhira. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkataza Mtume Muhammad kuwa na mateka. Kwa hivyo haiwezekani Mtume Muhammad akusanye awachukue wanawake wa wale ambao kwamba ni maadui zake, abadan. Kisha hapa Imam al-Bukhari atuambia kwamba fajumia as-sabyu, na kilima cha sabyu wamesema kwamba al-awwalun, babu zetu katika tafsiri zao, kwamba as-sabaya ni ma malakat aymanukum. Sasa ikiwa as-sabaya, kuna swali hapa nataka kuwauliza kwa kila mwenye kutumia akili yake, kwa kila mwenye kutadabbar Qur'ani. Ikiwa babu zetu wanatuambia kwamba as-sabaya ni ma malakat aymanukum, sasa tusikize aya kama hii, alafu utajijibu wewe mwenyewe. Je, inawezekana? Je, ni kweli as-sabaya ni ma malakat aymanukum? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratu Nisa aya 25. Mwenyezi Mungu anasema, waman lam yastati' minkum tawla an yankiha al-muhsanati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hiyo hiyo aendelea asema, fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bilma'ruf. Mwenyezi Mungu anatuambia, waman lam yastati' minkum tawla an yankiha al-muhsanat, yule ambaye kwamba hana uwezo kuoa mwanamke ambaye kwamba ni muhsanat. Muhsanati ni mwanamke wa kiungwana, ni mwanamke ambaye kwamba alolelewa na familia yake, ama hata kama si familia yake, lakini ameelewa na malezi ya kinyumbani, yani yuko na tabia mzuri, sio kwamba ameleleka nje. Muhsanati ni maana yake ni mwanamke alolelewa na malezi ya kisawasawa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye kwamba hawezi kuoa mwanamke muhsanati, famimma malakat aymanukum, basi muoe hao ma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat, katika wale waumini. Kisha Mwenyezi Mungu anasema, aendelea kwenye aya hii kama hiyo hiyo kuhusu hao ma malakat aymanukum, anasema fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bilma'ruf. Waoweni nani? Hao ma malakat aymanukum biidhni ahlihinna, kwa idhni za jamaa zao, kwa idhni za wazazi wake. Sasa swali liko hapa, ikiwa al-awwalun babu zetu wanatuambia kwamba ma malakat aymanukum ni as-sabaya, vipi mateka ataolewa? Vipi mateka ukitaka kumwoa ni mpaka uende kwa jamaa zake? Yani wewe umewaua familia yake, umewateka, sasa wataka kumwoa, atikisha wataka kumwoa uende kwa familia yake ukatake idhini. Je, ingia akilini hiyo? Afala taaqilun? Kisha waatuhunna ujurahunna bilma'ruf, na muwape mahari yao bilma'ruf. Vipi mwanamke umemteka mateka, alafu kisha ati wamuoe wenda kuomba idhini kwa jamaa zake, kisha wampa mahari yake? Ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Kwa hivyo babu zetu wamekosea waliposema kwamba as-sabaya ni ma malakat aymanukum. Jambo lingine, kiswa cha Mtume Muhammad, wakati kisa kama hichi, wallahi huyo alotoa kisa kama hichi la yaarifu shay'an min al-Qur'an, hajui chochote kuhusu Qur'an wallahi, kwa sababu lawa angejua Qur'an hangesema maneno kama haya. Vipi mwanamke ameuliwa mume wake katika vita, kisha usiku atayarishiwe mume, yani mume mwingine amuoe na atayarishiwe kwamba kumuingilia? Vipi? Huyu mwanamke alikuwa na mume, pengine kabla ya kufa alimuingilia mke wake na akashika mimba, utajuaje? Yani Mtume Muhammad yuamuingilia mwanamke ambaye kwamba mumewe alokufa jana yake, pengine yule mume amemtia mimba, yuko na mimba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya Qur'an kwamba
walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwajan yatarabbasna bianfusihinna 4 ashhuri wa 10. Hivyo ndio anavyotuambia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwajan, wale ambao kwamba watakaokufa, yani nyinyi wanaume mnakapokufa na mkawacha wake, yatarabbasna bianfusihinna, watasubiri 4 ashhuri, miezi 4 na siku 10, ndiyo apate kuolewa na mume mwingine. Hiyo ndio sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, kwenye kiswa kama hichi Mtume Muhammad alingojea miezi 4 na siku 10? La, tuambiwa usiku ule ule walipokuwa warudi, akatayarishwa na akaozeshwa Mtume Muhammad. Kisha kwenye aya hiyo hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wala ta'zimu uqdatun nikah hatta yablugha alkitabu ajala. Ni haramu mwanamke alofiliwa na mume kuolewa na mtu yoyote mwingine mpaka imalizike miezi 4 na siku 10. Mwenyezi Mungu Subhanahu wala ta'zimu uqdatun nikah. Ikiwa ni kumposa hakuna neno, ikiwa ni kupeleka maneno hakuna neno, lakini kufunga ndoa ni haramu mpaka miezi 4 na siku 10 imalizike. Kwa hivyo vipi utuambie kwamba Mtume Muhammad usiku wake aozeshwa Safia, ambaye Safia huyo alikufa, mume wake amekufa katika vita vya Maarakatu Khaibar. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kisa kama hichi kimekhalifiana na Qur'an, na haiwezekani Mtume Muhammad kufanya mambo kama haya. Na wale ambao kwamba waloritadi na sababu ni kisa kama hichi, wao pia tuwaambia kwamba rudini katika Qur'an. Vitabu vyote vya turathi ni maneno ya mwanadamu, lakini Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeona amemtukuza mwanadamu, hakubali mwanadamu awe ni mateka wa mwenzake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia walaqad karramna bani Adam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tumemtukuza huyu mwana Adam. Walaqad karramna bani Adam. Vipi leo Mwenyezi Mungu aruhusu akuwe na mateka? Vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu aruhusu kwamba kuwe na sabaya? Na yote hii ni udhalilifu wa mwanadamu mwingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubaliani na mambo kama haya. Na kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amemtahirisha min kulli rijsin minash shaitani, na uchafu wote na ubaya wote wa kutoka shaitani. Na haya yote ni katika mambo ya kishaitani, asabaya, kuteka watu mateka, yote ni katika mambo ya kishaitani, wala sio mambo anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kisa kama hiki ni batil, na unapokuwa ni mwenye kukiamini kisa kama hichi, ujue kwamba wewe unakhalifiana na Qur'an. Kwa hivyo uamue utafuata kisa kama hichi ama utafuata Qur'ani ama utakipinga, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubaliani na kisa kama hichi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba haki imo ndani ya Qur'ani, na haki siku zote ni moja. Huwezi kuwa utafuata Qur'an alafu kisha utafuata na hii hadithi hii kichi kiswa, la, haiwezekani. Ni uamue ufuate moja. Qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alayha wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa ila liqa'in akhar bimashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.